Wewe mzee, Naam. habari za asubuhi? Safi kwema. Mzee, mbona unaonekana umechoka kama vile umekata tamaa asubuhi asubuhi, vipi tena? Nimefika site mpaka kama unavyoona vifaa hakuna. Nimekaa tu, afu nishaagiza mafundi wanakuja. Najiuliza mafundi nitawalipa nini? Na wakishaingia tu wanataka dei yao inasoma. Bosi nampigia simu sasa ananiambia kwanza yuko Mbezi. Ndani ya Morogoro hii. Afu sio Morogoro tu, niko Ifakara huko. Sijajua hata vifaa vinafika saa ngapi. Vifaa viko Mbezi. Mafundi wanakuja. Kwani mkataba wenu wa kufanya kazi unakuwa kuaje mpaka inafikia wakati unakuja hiyo site alafu hujahakikisha material yapo site? Sasa inakuaje? Mbona fundi kama unaonekana hapo mzembe? Mkataba wa kufanya kazi mie tulishaandika material, ni kuachia idadi ya material. Huwa mabosi wengi kwanza waamini mafundi. Huo ni ukweli. Kwa wanapoona kama utakupa hela material utakula vile, kumbe haiko hivyo. Kwa hiyo bwana anakuja navyo kutoka Mbezi. Lakini makubaliano ilikuwa ni jana aje navyo. Na ndio maana leo nikajiaminisha, nikaagiza mafundi waje tufanye kazi tumalize. Na wiki ya pili kaka nimekaa nimenasia huko. Familia yangu nyumbani inanitegemea nataka kula. Hela yenyewe ndio hivyo ya mchongo. Mimi narudi na nini nyumbani? Mafundi wanakuja na walipa nini? Sasa mbona sasa kama hizi kazi zenu zinaonekana kama vile zina changamoto, lakini changamoto zenyewe zinasababishwa na kutokubaliana na uweledi wa kazi zenu. Lakini kila nikiangalia ninachokiona ni kwamba inaonekana mnanufaika sana, ndio maana mnaona hata ukikaa siku ngapi kazini hujafanya kazi, unaonekana kipato unachokipata katika kazi yako ni kikubwa. Manufaa ya hizi kazi kwa kweli hakuna, kwa sababu na mwaka wa 8 mpaka sasa hata kiwanja sina. Sawa? Yaani manufaa napata mimi labda kula tu na familia yangu, lakini manufaa mengine kuhusu kazi hakuna. Manufaa wewe unajenga kitu ambacho unaweza ikawata simulizi baadaye hata kwa wajukuu zako. Lakini sasa mpaka sasa bado nipo kwenye nyumba ya kupanga. Na nyumba niliyopanga ya hali ya chini kabisa, chumba shilingi 25,000 au 5,000. Hakuna bajeti kubwa. Ina manufaa gani katika kazi hiyo? Kwa hiyo fundi, unataka uniambie hii nyumba ulivyoijenga na maana hujapata hata hela ya kununua hata kiwanja au hata hela ya kuwekeza hata kwenye masuala ya biashara misingi ya namna yoyote ili uweze kujinasua katika hali ngumu ya kimaisha? Hapana kabisa. Yaani hela ninaipata hapa manufaa labda ya kwenye kula kulisha familia yangu basi, lakini kuhusu manufaa mengine hakuna. Kwanza mabosi wengi wamekuwa wagumu sasa hivi. Sawa? Ukiwa vifaa kuamini, unaweza kupa hela amana kueleweka. Sasa hapo kinachotakiwa tufanyeje sasa ili yaani kila mtu anufaike na kazi yake? Kiufupi, fundi upate faida katika ufundi wako na bosi naye anufaike katika ujuzi wako ambao unamwakilishia katika utendaji wa kazi yako. Kinachotakiwa zaidi tupange yani kamati ya mafundi. Mafundi wote tukubaliane kwa kazi zinazozifanya, sawa? Kwa sababu mimi leo nasimamia kwenye msimamo sifanye kazi hii mpaka kiasi hiki, sawa? Anakuja